Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu wa Mungu, mpenzi mtazamaji, asante. Ninakukaribisha sasa jioni ya leo kwenye session hii uweze kunitazama na kunisikiliza neno la Mungu. Na kabla tujaendelea, mtu wa Mungu, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth uliye hai, ninakushukuru kwa neema yako na mapenzi yako yaliyo mema kwa siku ya leo. Asante kwa sababu umetutunza, umetulinda toka asubuhi hata majira haya. Nami naomba sasa Roho kwa Mungu awe pamoja nami kwa ajili ya neno lako la uzima, ili kila atakayetazama na kunisikiliza, Mungu, likapate kumsaidia na kumjenga na kumuimarisha katika changamoto ambazo anazipitia. Amen. Mpendwa mtazamaji, jioni ya leo ninakuletea somo linalosema maombi ya kumteketeza shetani. Maombi ya kumteketeza shetani. Inatupasa tufanye maombi ya kumteketeza shetani. Shetani anatakiwa ateketezwe, kwa sababu hana haja ya kuendelea kushikilia maisha yetu kwa namna moja ama nyingine. Kwa maana ukisoma ile Biblia, kitabu cha Isaya 42, ukisoma Isaya 42, Biblia inatuambia, lakini watu hawa ni watu walioibiwa, ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Biblia inatuambia watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Nini maana yake? Kwamba umeibiwa na kutekwa, upo kwenye magereza ya shetani kwa sababu hauna nguvu ya Mungu, haufanyi maombi ya kumteketeza shetani. Kwa mtu wa Mungu, unahitaji kuwa na nguvu ya Mungu ndani yako, na ili uwe na nguvu ya Mungu lazima umkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio maana majira haya ninakuletea ujumbe huu wa Mungu uweze kusaidia na utilie mkazo, ili wakati unapoenda kusikiliza na kutazama, ili upate kukuimarisha na kuonyesha kwamba nguvu ya adui shetani isikutumikishe tena. Usiwe tena kwenye magereza, usiwe tena wala kwenye vifungo vya adui shetani. Kwa sababu shetani akisha kutumikisha, anafunga malango yako, anaharibu uchumi wako, anafanya muda wote una magonjwa tu. Kwa magereza tunayozungumzia hapa, moja magereza mojawapo ni magereza magonjwa. Muda wote unakuwa na umauma magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ni magereza ya magonjwa ambayo shetani ameachilia katika maisha yako. Unaweza kuwa una magereza ya kiuchumi, unafanya biashara sana lakini haufanikiwi, unaona mtaji wako unazidi kupoteza. Mwisho wa siku hadi inafika wakati biashara unafunga kwa sababu upo kwenye magereza ya umaskini. Shetani amekuwa kwenye magereza kwa umaskini, kwamba pambana, fanya unavyofanya lakini usiweze kufanikiwa. Sasa jioni ya leo Mungu ametuletea mkakati mpya wa namna ya kuteketeza hizo nguvu za giza, wa kuteketeza huyo shetani ambaye anashikilia biashara zako, anashikilia uchumi wako, anashikilia na afya yako. Wakati mwingine anashikilia malango ya elimu, malango ya mafanikio, hatima yako. Kuna wengine wana nyota nzuri za biashara, wana nyota nzuri za elimu, wana nyota nzuri za uongozi, lakini shetani ameshikilia, na hakuna mtu ambaye anasema rudisha. Maana Biblia inatuambia ni watu walioibiwa na kutekwa, lakini hakuna asemaye rudisha. Lakini jioni ya leo Yesu atakurudishia hivyo vilivyoibiwa katika jina la Yesu. Mungu yuko kwa ajili yako, na yeye anataka moyo wako umkubali yeye, ili apate kurudisha hivyo vilivyoibiwa. Kwa sababu kusema Yoeli 2:5 anasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na tunutu na madumadu. Maana yake ni kwamba kuna vitu ambavyo vimeibiwa na shetani, na Mungu anasema yuko tayari kurejesha hivyo vitu ambavyo viliibiwa. Iwe ni uchumi wako, iwe ni afya yako, leo mwisho wa magonjwa yako, iwe ni uchumi leo mwisho wa kuwa na uchumi mbovu, iwe ni biashara leo mwisho kuuza mauzo ya hasara. Sasa tuna hatua leo, tutakuwa na hatua 70 za kushughulikia ama kumteketeza shetani, lakini leo tutajifunza hatua 12 tu ambazo zitakusaidia mpendwa na mtu wa Mungu kuhakikisha kwamba shetani hapati nafasi ya kufanya uharibifu wao wote katika maisha yako. Na Biblia inasema kwamba ukisoma kile kitabu cha Yohana, kabla sijakutajia hizi hoja 12 za siku ya leo na nyingine tunataka kujifunza, twende kile kitabu cha Yohana sura ya 10, Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 10. Biblia inatuambia Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema hivi, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sikiliza mpendwa mtazamaji na
mtu wa Mungu ambaye ananisikiliza sasa hivi, kwamba shetani haji, lakini lengo lake ili aweze kuharibu, ili aweze kuchinja, ili aweze kukuvurugia hatima yako. Lakini Yesu anasema mimi nalikuja wawe na uzima, kisha huo uzima wawe nao tele. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, ukishamjua Kristo Yesu, ukishampa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uwe na uhakika hutoumwa, hutokuwa na udhaifu wowote katika afya yako. Umaskini wa afya hautokuwa nao, sio wa uchumi, sio changamoto zozote ambazo zitatokana na mapepo ama na miungu ya ukoo, ama wakati mwingine ni njia za kichawi na ushirikina, hazitoweza kukuzuru kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Yesu uko naye katika maisha yako. Na Yesu ana nguvu kubwa kuliko viumbe vingine vyovyote. Kumbuka, jina la Yesu lina nguvu kuliko majina mengine, lakini damu ya Yesu ni damu yenye nguvu kuliko damu ipitayo kuliko damu nyingine yoyote. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, uwe tayari kusikiliza hizi point 12 kama ni agenda za kimaombi. Ni agenda za kimaombi, lakini mimi nazitoa kama hoja kwako, uendelee kuzifanyia kazi, ziweze kukusaidia kutoka ama kuziteketeza hizo nguvu za adui shetani ambazo zinakushikilia. Mpendwa mtazamaji unayenitazama sasa, agenda ya kwanza tunasema lazima uende mbele za Mungu na utamke maneno kwa ujasiri na kusema, hoja ya kwanza kabisa sema, ninaharibu na kuyateketeza mamlaka yote aliyopewa shetani na mababu na mabibi, ndugu zangu, katika jina la Yesu Kristo. Hii ni hoja namba moja ya kuharibu na kuteketeza mamlaka yote aliyopewa shetani. Shetani wanapewa mamlaka na mababu na mabibi, madhabahu. Maana tunazungumza habari ya maagano ya mizimu, ya uganga ama uchawi, urithishwaji wa miungu mbalimbali. Kwa hiyo miungu ama shetani anapewa mamlaka ya kumiliki maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima uende mbele za Mungu kuharibu na kuteketeza mamlaka yote ambayo shetani alipewa na mababu na mabibi au ndugu zako. Kuna ndugu zako ambao kwa sababu ya hila zao wakakukabidhi kwenye miungu hiyo ikushughulikie vizuri. Sasa lazima ukemee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na hoja ya pili, magenda ya pili ya kimaombi ya kimkakati ili uweze kuteketeza nguvu za giza. Kumbuka tumesema tuna agenda almost 70, lakini kwa leo tutajifunza agenda 12 tu. Na agenda yetu ya pili nasema ninazilaani na kuziteketeza kwa damu ya Yesu roho zote zinazoendelea kutilia mkazo. Kuna roho ambazo zinatilia mkazo katika maisha ili kuzidi kufuatia pamoja na maombi unayofanya, lakini zenyewe nasema wewe ombo obavyo, lakini wewe ni halali yetu. Kuna roho ambazo wao zinatilia mkazo ili kwenda kushikilia maisha yako ili uweze kutoboa. Lengo la hizi roho zinazotilia mkazo ili ziweze kukatisha tamaa, ili ziweze kukufelisha, ili urudi nyuma, ili ziendelee kukandamiza. Kwa kuna roho zinazotilia mkazo. Kwa hiyo lazima uende mbele kusema ninaziharibu na kuziteketeza kwa damu ya Yesu roho zote zinazoendelea kutilia mkazo hayo maagano katika maisha yangu, na ninaziteketeza na kuzivunja kila laana kwa jina la Yesu Kristo. Hizi ndizo agenda yote mbili. Agenda ya tatu nasema, kitu chochote kilichoingizwa au kupenyeshwa kwenye maisha yangu kwa mkono wa kipepo au majini, ninaamuru kiachie katika jina la Yesu. Hii ni agenda namba 3, kwa sababu kuna vitu ambavyo shetani anaweza kaviachilia, akavipenyesha kwenye maisha yako, akaviingiza kwenye maisha kwa asili, ama sio kwa asili, ama kwa asili kwa namna. Shetani ana njia pia nyingi, lakini hapo uende mbele za Mungu kwa ajili ya kusema kitu chochote kilichoingizwa kwenye maisha yako, kimepenyeshwa eza kwa mikono ya kipepo au majini, amuru kipate kukuachia katika jina la Yesu Kristo. Agenda yetu ya 4 ya kuweza kuziteketeza nguvu za shetani, ama ya kuweza kumteketeza shetani, tunasema kila aina ya sumu. Maana wakati mwingine mapepo yanatumia sumu, ama kuna sumu za kipepo zinazoachiliwa kwenye maisha yetu, kuweza kupitia vyakula, kupitia nguo na kadhalika. Kwa hiyo nasalamu mwende mbele za Mungu. Hii ni agenda yetu ya 4, ama jambo letu la 4, kwamba kila aina ya sumu iliyopenyezwa kwenye maisha yangu ninaiamuru itoke nje sasa katika jina la Yesu Kristo.
ninasukuma nje kwa damu ya Yesu Kristo. Sukuma kila sumu iliyopenyeshwa kwenye maisha yako. Hizo sumu zote zilizopenyeshwa kwenye maisha ile kuleta udhaifu kwenye mwili. Wakati mwingine zinapenyeshwa sumu ndani ya mwili wako, mwili wako unakuwa muda wote hauna nguvu, muda wote miguu na vimba, muda wote ni changamoto tu za kiafya. Kumbe kuna sumu iliyopenyeshwa, unakuta huna mawazo makubwa, muda tunawaza tu mawazo madogo madogo, mawazo ya kufelifeli, mawazo ya kufa. Kumbe kuna sumu zimepenyeshwa kwenye maisha yako. Toa, sukuma nje katika damu ya Yesu. Agenda namba 5 inasema, Bwana Yesu, shusha moto juu ya kila roho ya mauti na kuzimu iliyoandaliwa kwa ajili yangu katika jina la Yesu Kristo. Kuna roho zilizoandaliwa kwa ajili yako, kwa ajili ya kukupeleka kuzimu, kwa ajili ya kukuharibia maisha, kwa ajili ya kukuelekezea muhula wako kuzimu. Baada ya kuelekeza kwenye uzima wa milele, zile roho kazi yake ni kuelekeza kwenye lango la kuzimu. Lazima uende mbele za Mungu na kusema, Baba, kila roho ya mauti na kuzimu iliyoandaliwa kwa ajili yangu katika jina la Yesu, kemea hizo roho, zikuachie, kemea hizo roho katika jina la Yesu, kemea hizo roho zikuachie katika jina la Yesu. Na agenda yetu namba 5, namba 6 sasa inasema, ninaponda kichwa na kukanyaga kila mkia wa majoka ya kiroho katika jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine kuna majoka yanayokufuatia wakati wa usiku, wakati kwenye ndoto, lakini yale majoka ni wakuu wa giza, ni mapepo ambayo yanafuatilia maisha yako ili yapate kuharibia destiny yako, yapate kuharibia kusudi lako ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Lakini mpendwa mtazamaji, lazima uponde vichwa, kanyaga mikia, piga, teketeza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Lazima yakuachie. Namba 7 tunasema, upanga wa moto na uanze kukatakata kila kifungo walichokifunga, eza ni wazazi, katika jina la Yesu Kristo. Kila vifungo ambavyo eza ni wazazi walikufunga kwenye hiyo magereza, au ni wewe mwenyewe, ama kuna namna nyingine ya miungu ya mashetani yakashikilia, yakafunga maisha yako kwenye vifungo fulani, lazima uachilie damu Yesu na upanga wa moto. Upanga wa moto upite kukatakata kila nira, kila nyololo, kila kamba, ukatekate kila aina ya vifungo ambavyo ulifungiwa katika ulimwengu wa roho wa giza. Ulifungiwa na wazazi wako, ulifungiwa na ndugu, ulifungiwa na wachawi na majini kwa namna moja ama nyingine. Kemea katika jina la Yesu. Ita hilo jina la Yesu, maana jina la Yesu ni jina lenye uwezo, ni jina lenye mamlaka, ni jina lipitalo majina yote. Agenda hii namba 8 ili uweze kuziteketeza nguvu za shetani. Tunasema, Bwana, nifunulie agano lolote la siri ambalo shetani amefunga nafsi yangu au anataka kufunga nafsi yangu katika jina la Yesu. Shetani huwa anafunga nafsi za watu ili wasipate kuelewa nini wanafanya. Unakuta ndio maana leo unaweza kuona mtu ana miaka 30 kiumri kwa jinsi ya kibinadamu, lakini kiroho yuko darasa la 2, ana miaka 5, sababu ufahamu wake hauna tofauti na mtoto aliye darasa la 5. Kwa nini? Kwa sababu japo na miaka 30. Kwa nini? Nafsi yake imefungwa. Kwa ikifungwa nafsi, unakuwa huna ufahamu wa kufikiri, uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo akili yako wakati wote inakuwa inafanana na pambanua vitu vile vile. Wewe miaka yote unaona mambo haiwezekani, kila kitu wewe ni kufeli, kila kitu wewe ni kushindwa. Akili haijawahi kubadilika hata siku moja. Mawazo unayo yale miaka yote. Tafsiri yake hicho ni kifungo cha nafsi, kwamba nafsi kisha kamata kwa Mungu wa roho, hautoweza kufanya jambo lolote la msingi, mawazo yako tabaki pale pale. Kwa hiyo lazima uende mbele za Mungu na umwambie Mungu akufunulie agano lolote la siri na shetani ambalo amefunga nafsi yako, ama anakusudia kufunga nafsi yako katika jina la Yesu. Tumia tu jina la Yesu na damu ya Yesu, shetani atapata kuachia. Na hoja yetu ya 9 nasema, kila pando ambalo Baba yangu wa mbinguni hakulipanda katika maisha yangu, ninang'oa katika jina la Yesu. Kila pando ng'oa, kila pando ng'oa, kila pando ng'oa. Kuna mapando ambao shetani ameyapanda kwenye maisha yetu, kwenye kazi zetu, kwenye familia zetu. Ng'oa kila mapando, manake mapando yote ambayo Baba hajayapanda lazima yang'olewe, kwa sababu hayo yanakuwa kizuizi cha kufikia hatima yako. Wewe unaishi maisha ya kimaskini wakati Mungu alikuumba tajiri. Unaishi maisha ya kihasara wakati Mungu alikupa maisha ya faida. Kwa nini? Kwa sababu uko kwenye vifungo. Na wakati mwingine unaweza kuwa hujui kama upo kwenye vifungo, lakini kumbe upo kwenye vifungo ambavyo shetani amekufunga, kwa sababu hujui shetani anafanyaje kazi, shetani yukoje na Mungu. Wakati mwingine unampuuzia Mungu, hutaki ibada, hutaki kusali, hutaki kumtafuta Mungu, lazima shetani ukamate. Kwa hiyo automatically kama wewe huna bidii ya kumtafuta Mungu, automatically kama wewe Mungu naona hana faida kwako, wewe tayari moja kwa moja
umetekwa na nguvu za giza na umebeba mapando ya giza ndani yako ambayo yanakufuatilia ili apate kuvuruga hatima yako na familia yako na maisha yako ya baadaye. Agenda yetu ya 9 ama hoja yetu ya 9 nasema, Baba, pitisha umeme katika ardhi ya mahali hapa sasa, na kila agano la miguu au mikono yangu lianze kuvunjika sasa katika jina la Yesu. Lianze kuvunjika sasa katika jina la Yesu Kristo. Maagano yote yaliyopitishwa kwenye miguu au mikono. Wakati mwingine unaota ndoto mbaya, mikono yako inashambulia, weza kulia ama kushoto, maana Biblia inatuambia mkono wa kushoto umebeba heshima na utajiri, lakini mkono wa kulia wa kuume umebeba wingi wa siku, umebeba mamlaka. Kwa hiyo ukiona mikono inashambuliwa, kama ni mkono wa kushoto, maana umebeba wingi wa siku na mamlaka. Maana unajua kabisa siku zako zinashambuliwa. Lakini unapoona mkono wa kushoto unashambuliwa, jua kabisa heshima yako inaibiwa. Jua utajiri wako unapotezwa na unaibiwa na shetani. Kwa hiyo lazima twende mbele za Mungu na kumwambia kwamba sasa apitishe umeme katika ardhi na mahali hapo ulipo sasa, na kila agano la miguu au mikono yangu lianze kuvunjika sasa katika jina la Yesu. Vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa damu ya Yesu, vunja katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea vunja katika jina la Yesu na kwa damu. Senda kung'ang'ana hapo, vunja katika Yesu. Hiyo mikono yako ikapate kuwa huru sasa, hiyo miguu yako ikapate kuwa huru sasa. Hayo maagano yalifanyika kwenye miguu yako au mikono yako isipate kuwa na nafasi tena katika miungu. Uwe huru katika uzima wa damu ya Yesu na utakombolewa, utapata kuwa huru. Kikubwa tu ni kwenda kumwamini Yesu kwamba Yesu ana uwezo wa kutoa kwenye hiyo magereza. Na agenda yetu ya 12 inasema, agano lolote la siri ambalo ni la uovu ninakuvunja katika jina la Yesu. Kuna maagano ya siri ambayo huwezi kujua, yamkini ukutenda wewe. Wakati mwingine kuna makosa ya wazazi waliyafanya. Ndio maana Biblia inatuambia wazazi wetu walitenda dhambi na sasa hawako, na sisi tumeishi maovu ya wazazi wao. Kwa hiyo kuna makosa ambayo yalifanyika kwa siri huko zamani, mengine wewe hujui kipindi hicho cha nyuma. Lakini lazima uende mbele za Mungu na kuamuru sasa maagano yoyote ya siri ambayo ya uovu, amuru kuvunjika kati hizo connection, hiyo miunganiko kati ya ndugu zako, kati ya wazazi wako, ipate kuachia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na agenda yetu ya 12 inasema, ninavunja na kunyunyiza damu ya Yesu kwenye laana zote ambazo zinanifuatilia. Kila laana ambazo zinanifuatilia ninazivunja kila laana, vunja kwa damu ya Yesu. Nyunyiza damu ya Yesu kila eneo likotamkwa laana, achilia hiyo damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Sema, ninanyunyiza damu ya Yesu. Ninavunja kila laana zinazonifuatilia. Vunja hizo laana, vunja. Ziko laana ambazo yamkini za wazazi, yamkini zilitokana na watu mbalimbali katika eneo wenye mamlaka husika. Kwa hiyo ziliachiliwa zile laana za kukamata maisha yako ili usipate kufanikiwa. Lazima utamke na kuvunja hizo laana. Achilia damu ya Yesu baada ya kuvunja hizo laana ili upate kuwa huru, mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu, baada ya hizi agenda 12 za kimkakati wa kimaombi ya kuteketeza nguvu za shetani, unaweza ukaendelea kupata wimbo wa kuabudu. Jipe uhuru nafsi yako, msifu Mungu, muabudu Mungu. Unapomsifu Mungu na kumwabudu Mungu, maana unampa utukufu. Unapompa utukufu kwa kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, nguvu za Mungu zinashuka na automatically nguvu za giza zipate kuachia. Unaweza kumwabudu Mungu kama hivyo. Mpendwa mtazamaji, mimi nakushukuru kwa kunisikiliza siku leo. Najua kabisa utakuwa umejifunza kitu. Kumbuka neno letu ambalo tumesimamia kwenye vifungu hivi ama hoja hizo ambazo nimekuletea ni ile neno la Isaya sura ya 42 na mstari ule wa 22, kwamba watu hawa wamekuwa ni watu walioibiwa, ni watu waliotekwa na watu walikuwa kwenye mashimo, lakini hapana asemaye rudisha. Kwa hiyo jioni ya leo Mungu ameleta neema kwako mpenzi mtazamaji, ili uweze kupata uhuru wako, uweze kukombolewa ile mapepo au mashetani wanakutesa. Unauma maradhi mbalimbali, wakati mwingine unauma, unaenda hospitalini hakuna unapimwa, wanasema hauna magonjwa, kumbe kuna roho za shetani zimekaa hapo zinakucheka tu, kwa sababu Mungu naye humjui. Ukisema usome hata Biblia husomi, basi fanya maombi ufanye. Lakini jioni ya leo Yesu ana mpango mzuri na wewe kabisa. Yuko tayari kukuokoa. Kwa ukisikia sauti ya Mungu kuwa tayari kabisa. Na mpendwa mtazamaji, kwa kadri siku tunavyoendelea kuletea masomo, tutakuongoza sala ya toba kama hujaokoka, ili Yesu aendelee kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili haya masomo yaendelee kukunufaisha wewe na familia yako na wote waliokuzunguka. Lakini unapojifunza haya, jaribu kushare na mtu mwingine. Lakini mpendwa mtazamaji, unaweza kuendelea kunifuatilia katika channel yangu
ya YouTube kwa jina la Mwalimu Cuthbert William Nziku. Kwenye channel ya YouTube unaweza kusubscribe, utanikuta pale, na hata lisomo pia unaweza kulikuta hapo. Na ukipata mpendwa mtazamaji, unaweza kushare na watu wengine ili waendelee kujifunza, na hadi tutakapomaliza agenda zote 70 naamini kuna jambo kumejifunza, na tutafanya maombi ya kutosha hapa ili Mungu apate kusaidia na kukomboa. Na kwa mawasiliano zaidi, ukitaka kuwasiliana ni 07 namba yangu ya mtandao wa Voda 0766 53 57 68. Kwa wale mtandao wa Voda 0766 53 57 68. Lakini kwa wale mtandao wa Airtel ni 07 87 28 73 22. Narudia tena, mtandao wa Airtel ni 07 87 28 73 22. Mpendwa mtazamaji, kwa changamoto yote tunaweza kuwasiliana kupitia hizo namba ambazo nimekutajia hapo, na ili upate msaada zaidi kwa masuala ya kiroho. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza, ninakuabudu kwa ajili ya neema yako na mapenzi yako. Asante kwa sababu ulianza pamoja nasi somo hili, umepenyesha katika mioyo yetu na katika fahamu zetu ili tupate kujifunza zaidi. Lakini Mungu, ni imani yangu kwamba wote wanaokutazama sasa wanakujifunza somo hili, ukawape Roho yako Mtakatifu akazidi kuanua. Pengine yamkini mwingine hajaokoka, hajakujua wewe bado, lakini Mungu msaidie akujue, ili hizo nguvu za giza na mapepo na mashetani na hizo laana zinazofuatilia zipate kumwachia katika jina la Yesu. Nami naomba kwa ajili ya wanayetazama sasa, nami naomba neema yako Mungu ajue mpenzi mtazamaji wale ambaye anatazama sasa, katika familia, katika awe chumbani, awe barabarani, awe mahali popote alipo. Natamka neema ya Mungu iwe juu yako. Natamka uweza, nguvu za Mungu ziwe juu yako, zikusaidie umchue Kristo Yesu wa kweli, ili mwisho siku apate kukuinua katika hizo changamoto, apate kukutoa katika hizo changamoto unazopitia nayo, mikasa hizo, laana unazozipitia katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, ninakushukuru Mungu kwa sababu ya neema hii hata ya kutazama, kwa sababu Mungu ana jambo jema na wewe. Kwa sababu hiyo ninaamuru kila baraka zilizofungiwa juu yako zifunguke katika jina la Yesu. Kila baraka zilizoshikiliwa na mapepo katika ulimwengu wa roho, naamuru funguka katika jina la Yesu. Enyi baraka mliofungwa na mapepo juu ya wewe mtu, funguka katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, neema yako na mapenzi yako yakazidi kuwa juu ya mpenzi ambaye ananitazama sasa, awe mama, awe dada, awe kijana. Mtazamaji, pate kubarikiwa na neema hiyo. Na mnaamuru kila silaha zinazotumwa mbele yako ziwarudie hao waliotuma tangu sasa katika jina. Tunabatilisha na kupindua kila mamlaka za shetani na nguvu zao na mamlaka zao katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Mpendwa mtazamaji, nikutakie kila laheri kwa ajili ya jioni hii njema na siku njema ya leo ambayo Mungu amekupa. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube channel, na ukiweza kusubscribe utaendelea kujifunza na hizi agenda ambazo zimebaki. Tukumbuka nazo 70 na leo tumejifunza 12, tutaenda kujifunza zaidi, na Mungu akubariki. Nikutakie kila laheri. Amen. Hello ewe Mtanzania, habari njema ni kwamba chuo cha Dodoma Polytechnic Institute kinakutangazia nafasi za masomo kwa vijana kuanzia mwezi Julai 2024. Tunaanza kupokea wanafunzi wa kozi mbalimbali. Unangoja nini sasa, wakati fursa imekuja peupe kabisa? Njoo ujiunge nasi sasa kwa kupata elimu ya nadharia na vitendo, na kubwa zaidi ni kwamba chuo kinamwezesha mwanafunzi kutengeneza ajira atakapokuwa akiendelea na masomo. Chuo kipo Dodoma mjini, kata ya Nkuhungu. Form za kujiunga nasi katika chuo chetu zinapatikana ofisi za chuo, au wasiliana nasi kupitia simu namba 0742551919 au 0744579076 au tutumie ujumbe wa neno naomba form ili tuweze kukupatia maelekezo zaidi. Karibu upate elimu yenye ujuzi na ufanisi. Kumbuka, wewe ni mkombozi wa familia yako na taifa lako. Dodoma Polytechnic Institute, DPI, Skills and Efficiency.